Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukusogezea yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu. Wanajeshi wa Ukraine wamepoteza eneo lao la mwisho huko Krasnoyarsk, huku vikosi vya jeshi la Urusi vikizuia njia zote kutoka nje ya jiji. Igor Kimakovsky, msaidizi wa mkuu wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk, anasema adui hawezi tena kuondoka Krasnoyarsk. Njia ya mwisho sasa iko chini ya udhibiti wetu kabisa. Kimakovsky alibainisha kuwa wanajeshi wa Ukraine walikuwa wameweza kuondoa sehemu ndogo tu ya vikosi vyao kuelekea Dimitrov. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza takriban wanajeshi 1330 katika eneo maalum la operation ya kijeshi katika saa 24 zilizopita, kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Wizara ilibainisha kuwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine viliendelea kupambana, lakini viliweza kudhibitiwa. Vile jeshi la Ukraine hufanya takriban mashambulizi 3500 kwa wiki dhidi ya malengo ya raia nchini Urusi. Balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi katika uhalifu wa kivita wa Kiev, Rodon Miroshnik, anasema ongezeko la shughuli lilianza karibu Julai na idadi ya mashambulizi tunayorekodi kila wiki inafikia takriban 3500. Katika wiki iliyopita pekee kulikuwa na athari zaidi ya 3300. Hizi ni vifaa vya kiraia pekee, si maeneo ya kijeshi au ya matumizi mawili, Miroshnik alisema. Alibainisha kuwa vikosi vya Ukraine vimekuwa vikitumia miundombinu ya viwanda na kiteknolojia kutekeleza malengo yao bila kujali matokeo yanayowezekana. Mwanadiplomasia huyo alisisitiza kwamba mashambulizi kwenye maeneo hatari ya asili na viwanda yanajumuisha ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Vile mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imeangusha roketi 7 za HIMARS na ndege 247 zisizokuwa na rubani za Ukraine katika saa 24 zilizopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Hapo kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya mashambulizi vya Battle Group mashariki katika makazi ya Volchi katika eneo la Dnipropetrovsk vimeondoa wanajeshi wa Ukraine walikuwa wakirudi nyuma kwa kutumia bunduki. Pia walibainisha kuwa wanajeshi wa Ukraine waliacha bunduki zao za kushambulia na vilipuzi vilivyotengenezwa katika nchi za NATO huko Volchi. Hapo kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wamezuia vitengo vya vikosi vya kijeshi vya Ukraine karibu na Zanovka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk wakati wa shughuli za mapigano. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Marochko aliongeza kuwa katika wiki iliyopita vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi ya pamoja ya kikundi na ya kina kwenye vituo vya kijeshi vya Ukraine na miundombinu ya matumizi mawili pamoja na vituo vya muda vya vikosi vya Ukraine kwenye eneo maalum la operation ya kijeshi. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile kamanda wa timu ya mashambulizi ya kikosi cha 1486 ameripoti katika video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi kwamba katika saa 24 zilizopita timu za mashambulizi za Urusi zimesonga mbele sana kando ya mto Zerinsk, zikikomboa majengo 7 makubwa na muundo wa kiufundi wa kiwanda ambao jeshi la Ukraine ilikuwa inatumia kama ngome. Vikosi vya Ukraine vimejaribu kufungua kijiji cha Grishino, njia pekee inayowezekana ya kutoroka kutoka Krasnoyarsk. Denis Pushlin, mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk, anasema kupitia television ya Russia 24. Aliongeza kuwa wanajeshi wa Ukraine pia walijaribu kutoroka kutoka sehemu ya kaskazini ya jiji, lakini wengine wameonekana kufeli. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile jeshi la Ukraine lilishambulia makazi katika mkoa wa Belgorod kwa kutumia zaidi ya ndege zisizo na rubani 15 na mfumo wa kurusha risasi katika saa 24 zilizopita. Kamanda wa operation wa eneo hilo anaripoti kupitia chaneli yake ya Telegram. Boti 4 zisizo na rubani za jeshi la Ukraine zimeharibiwa karibu na eneo la Tuapse, huku nyumba garage kwenye ufuo zikipata uharibifu. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Hii ni ripoti kutoka uwanja wa kivita ambayo naendelea kukujuza hatua kwa hatua, ambayo vyombo vya habari vya kimagharibi huwa wanaficha kwa sababu si ajenda yao. Wanajeshi wa Urusi wanafanya mashambulizi ya risasi dhidi ya vikosi vya Ukraine kwenye eneo lenye msitu karibu na kituo cha reli cha Olivino katika mwelekeo wa Kupiansk, kulingana na kamanda wa kitengo cha mashambulizi cha kikosi cha 1486 ambaye anafuata ishara ya simu. Wataalamu wa kijeshi Andrei Marochko na vyombo vya habari mbalimbali wanasema kwamba wanajeshi wa Ukraine na mamluki wa kigeni wapatao 4100
waliuawa au kujeruhiwa wakiwa vitani kando ya mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk. Kulingana na mtaalamu huyo wa kijeshi, vikosi vya Urusi viliharibu vifaru 74 na magari mengine ya kivita, ikiwa ni pamoja na tanki la Leopard lililotengenezwa Ujerumani, mifumo 48 ya mizinga, mifumo 64 ya kielektroniki ya vita na rada za kukabiliana na mitambo mingineyo. Ni kwambie hivi, hatujamaliza hapo kwenye uwanja wa kivita. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vinajaribu kufanya mashambulizi dhidi ya raia huko Donbas licha ya hali mbaya ya umeme nchini Ukraine, huku vikosi vya Urusi vikiendelea kuwafukuza wanajeshi wa Ukraine kutoka miji ya eneo hilo. Mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk, Denis Pushlin, anasema kupitia kituo cha television cha Russia 24. Ni kwambia Urusi imesema iko tayari kuzungumza na Marekani kuhusu Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema yuko tayari kukutana kwa majadiliano na mwenzake wa waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio kuhusu kutafuta suluhisho la vita nchini Ukraine. Amesema hayo katika mahojiano na shirika la habari la RIA Novosti Jumapili. Hata hivyo, Lavrov amesema maslahi ya Urusi yatapaswa kuzingatiwa ili amani irejee Ukraine. Ameongeza kuwa yeye na Rubio wanafahamu umuhimu wa kujadili swala hilo na kuzingatia ajenda ya upande wa pili, ndio sababu wanawasiliana kwa njia ya simu na sasa wako tayari kwa mazungumzo ya ana kwa ana. Wakati huo waziri wa mambo ya nje wa Urusi amesema Marekani imeiarifu nchi yake kuwa inalipitia pendekezo la Putin la kuzingatia udhibiti wa silaha za nyuklia kama ilivyoainishwa katika mkataba mpya wa kudhibiti silaha hizo. Ni lini amani itapatikana kati ya Urusi na Ukraine kwenye vita vyao ambavyo vinaendelea kusonga mbele tu? Hilo ndio swali ambalo limebaki, na yote ni barabara ya watawala kuonekana mioyo yao kwa migumu, wengine wakionekana kujinufaisha na vita hivi vinavyoendelea. Kumbuka, kila vita vinavyoendelea, mauaji yanaendelea kwenye kila eneo unalolifahamu wewe. Jua wapo wanufaikaji ambao ni mataifa ya magharibi kwa namna moja namna nyingine kupitia uuzaji wao wa silaha. Manake uzalishaji wa silaha ni mkubwa sana kwenye mataifa magharibi. Swali linakuja, silaha hizo zinaenda wapi? Makundi mbalimbali ya kigaidi yanaonekana kila siku yana silaha mpya, yana mifumo mipya ya kivita. Wanatoa wapi silaha hizo? Kwa hiyo hili ndo swali ambalo bado linaendelea. Nani wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine? Ni Putin au ni Zelensky au ni Trump? Shukrani kwa Babu Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.